Ukweli kuhusu kuzama kwa meli ya Titanic. Mnamo siku ya tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 1912 saa 5:40 usiku, meli ya Titanic ilipata ajali iliyopelekea kuzama kwake masaa matatu baadaye. Asubuhi ya siku iliyofuata, yaani tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 1912, meli iliyokuwa kubwa kuliko zote kwa wakati huo ilikuwa imezama totale ndani ya maji, yaani moja kwa moja, na zaidi ya watu 1500 walifariki, yaani theluthi mbili ya wasafiri wote. Chanzo cha kuzama kwa meli hiyo, muda wote tuliambiwa kuwa ni mwamba wa barafu, yaani iceberg, lakini wanasayansi hivi karibuni wamegundua sababu halisi ya kuzama kwa meli ya Titanic. Makala ifuatayo itakueleza ukweli uliopelekea kuzama kwa meli ya Titanic, ambako kiasi kikubwa ulichangiwa na uzembe wa kibinadamu. Titanic ilikuwa ina urefu wa futi 882.9, upana wa futi 92 na urefu wa kwenda juu, yaani feet tall 175, na ukubwa wa tani 46,328 za kuhifadhia maji. Meli ya Titanic iliaminika haiwezi kuzama wala kuharibika. Ilikuwa ni meli kubwa sana. Abiria wangetembea kilomita nyingi ndani ya meli bila ya kuimaliza. Lakini kubwa zaidi, hata wafanyakazi wa meli husika walihitaji zaidi ya wiki 2 kuweza kuifahamu na kujua njia zote vizuri na kila chumba cha meli ya Titanic. Meli ya Titanic ilikuwa na mabomba makubwa 4 ya kutolea moshi. Kila bomba lilitoa tani 60 zenye urefu wa futi 81.5 kutoka katika usawa wa meli, ili abiria wasipate harufu ya moshi na kero inayotokana na moshi. Ujenzi wa meli ya Titanic uligharimu dola za Kimarekani milioni 7.5, sawa na bilioni 17 za Kitanzania. Kwa fedha za wakati huu ingalikuwa ni takribani dola za Kimarekani milioni 166 ndio zilizotumika kutengeneza meli ya Titanic. Lakini cha kushangaza, meli ya Titanic kwa maana hiyo ingekuwa imetengenezwa kwa bei rahisi kuliko bajeti ya movie ya Titanic iliyofanyika mwaka 97, ambayo ilitumia dola za Kimarekani milioni 200. Wafanyakazi zaidi ya 3,000 walitumika kutengeneza meli ya Titanic kuanzia saa 12 asubuhi kwa siku 6 katika wiki. Pamoja na wingi huo wa watu, lakini meli ya Titanic ilitumia takriban miezi 26 mpaka kukamilika kwake toka siku ya kwanza imeanza kutengenezwa. Ilikuwa ni kazi kubwa na ngumu. Wafanyakazi walilipwa paundi 2. Fedha za wakati huo ilikuwa ni nyingi. Wakati wa ujenzi wa meli ya Titanic, jumla ya watu 8 walifariki na jumla ya watu 246 waliumia. Tukiangalia gharama za ujenzi wa meli ya Titanic, ilikuwa ni kubwa sana, na kazi yenyewe ilikuwa ni riski. Imechukua zaidi ya miezi 26 pamoja na wafanyakazi zaidi ya 3,000. Je, ni kweli sababu ya uwepo wa barafu peke yake ndio uliopelekea meli ya Titanic kuzama? Tafiti mpya zinaeleza kuwa chanzo cha kuzama kwa meli ya Titanic haikuwa mwamba wa barafu peke yake, bali ni moto. Mwandishi Sanam Malone anayefuatilia uzamaji wa meli ya Titanic kwa takriban miaka 30, ni yeye ndiye aliyegundua kuwa kuna duara kubwa jeusi pembezoni mwa meli ya Titanic lenye ukubwa wa takriban futi 30. Aligundua uwepo wa shimo hilo ama duara hilo jeusi baada ya kuchunguza picha za meli ya Titanic wakati wa ujenzi wake, yaani kipindi cha ujenzi wa meli ya Titanic na wakati meli ya Titanic inaondoka bandarini, au wakati picha za meli ya Titanic ikiwa ziko bandarini. Hivyo moto ulikuwa ukiwaka kwa wiki 3 katika joto kali kabla haijagundulika. Wataalamu wa vyuma wanaamini moto huo ulipelekea kupunguza ugumu na uimara wa chuma ambavyo vilitumika kutengeneza meli ya Titanic kwa takriban 75%. Ndio maana mwamba wa barafu ambao meli ya Titanic uliugonga
haukupata shida katika kuleta athari katika meli ya Titanic. Hivyo chuma kilichotumika kutengeneza meli ya Titanic kuwa kimepunguzwa uimara wake kwa 75% na kwenda kugonga mwamba wa barafu, ilikuwa ni rahisi meli ya Titanic kuharibika na maji kuzama ndani, vinginevyo ingekuwa ni ngumu. Uongozi wa meli ulijua kuhusu moto huo na hawakupaswa kuiruhusu meli iondoke kwa usalama wa abiria wake, lakini walishindwa kuizuia meli isiondoke. Kwani kwa kuizuia meli isiondoke ama isifanye safari yake ya kwanza na ya mwisho, wangepata hasara kubwa sana, kwani tiketi zote zilikuwa zimeshauzwa. Lakini pia kipindi hicho kulikuwa kuna mgomo wa wachimbaji madini, hivyo makaa ya mawe yalikuwa hayapatikani. Lakini sababu nyingine ilikuwa meli nyingine zote zilikuwa zimesimamisha kutoa huduma zikisubiri meli ya Titanic ifanye safari yake, hivyo abiria hawakuwa na mbadala wa kuendelea na safari yao. Lakini jambo jingine, ingalikuwa ni aibu na kuishushia heshima meli ya Titanic kuhairisha safari yake. Sehemu ya ndani ya meli ya Titanic ilitengenezwa kama ilivyo hoteli inayofahamika kwa jina la Ritz iliyopo jijini London. Eneo la wateja maalum lilijumuisha swimming pool lenye maji moto, bafu la kuogelea la Kituruki, sehemu ya mazoezi ama gym, pamoja na eneo la kuchezea tennis. Lakini pia kulikuwa kuna eneo la kufanywa massage, lakini hata kina dada na kina mama walikuwa wanaweza kumuita mbunifu aje kuwapamba kwa ajili ya chakula cha usiku. Na pia katika meli ya Titanic kulikuwa na gazeti la kila siku lililokuwa linafahamika kwa jina la Atlantic Daily Bulletin, na hata sehemu maalum ya mbwa. Na kipindi chote cha safari mbwa walikuwa wanapewa mafunzo maalum. Katika meli ya Titanic kulikuwa na jumla ya chupa 1500 za wine, chupa 20,000 za bia, pamoja na sigara 8,000. Lakini hakukuwa na darubini. Kwa nini hakukuwa na darubini? Ingalikuwepo basi wangeweza kuuona mwamba barafu toka meli ikiwa mbali. Tukumbuke kuwa kipindi hicho hakukuwa na mfumo wa kisasa wa sona, ambao mfumo huo huwa unatumika kugundua vitu vilivyopo pembezoni mwa meli, aidha juu, chini, ama pembezoni mwa meli, ama hata chini ya bahari. Hivyo uwepo wa darubini ungegundua uwepo wa mwamba wa barafu tokea Titanic ikiwa mbali. Darubini katika meli ya Titanic ilihifadhiwa kwenye chumba maalum, na mtu pekee mwenye funguo ya chumba hicho alikuwa ni afisa wa pili anayefahamika kwa jina la David Blair, ambaye alibadilishwa dakika za mwisho kabla ya meli ya Titanic kuondoka bandarini. David Blair alikuwa na haraka ya meli ya Titanic kutaka kuondoka mpaka akasahau kukabidhi funguo kwa mbadala wake. Uzembe na usahaulifu huo uligundulika siku 3 baada ya meli ya Titanic kuondoka. Uzembe mwingine ambao ulipelekea meli ya Titanic kupata ajali yake iliyopelekea kuhazama ndani ya maji ilikuwa ni speed. Meli ya Titanic ilikuwa inaenda zaidi ya speed ambayo ilikuwa inaruhusiwa kisheria, ama speed ambayo imekuwa designed na mtengenezaji wa meli. Meli ya Titanic walikuwa wako nyuma ya muda, hivyo hawakutaka kuchelewa safari yao, kwani ingalikuwa ni aibu. Hivyo walienda spidi kubwa, na hata walivyouona mwamba wa barafu ilikuwa ni kazi ngumu kukata kona kwa sababu ya spidi. Kosa jingine lililopelekea vifo vya watu wengi katika meli ya Titanic ilikuwa ni uchache na uhaba wa boti za kuokolea. Ili abiria wote waweze kuokolewa salama, palipaswa pawepo na boti 60 za kuokolea. Lakini ajabu, chief designer wa meli ya Titanic Alexander Caliso alidesign pawepo na boti 48 tu. Bahati mbaya zaidi, boti zilipunguzwa mpaka kufikia 20. Kipindi hicho, wakati meli ya Titanic inatengenezwa,
katika meli zingine mara kwa mara abiria walikuwa wanafundishwa jinsi ya kujiokoa na jinsi ya kupanda boti za uokoleaji, yaani lifeboat. Hivyo abiria walikuwa tayari kujiokoa pindi dharura ya meli inapotaka kuzama ama kupata dharura nyingine inapojitokeza. Lakini ajabu, kwenye meli ya Titanic mafunzo haya ya jinsi ya abiria kujiokoa hayakufanyika siku ambayo meli ya Titanic ilizama. Captain Edward J. Smith alifuta mafunzo haya siku hiyo. Hakuna anayejua mpaka sasa kipi kilimpelekea Captain afute mafunzo hayo, hasa kwa kuzingatia meli nyingine jirani na eneo la Titanic ambako ilikuwa imezama zilipewa ujumbe kuwa wawe na tahadhari, kutakuwa na barafu katika eneo zima la bahari. Ndio maana ilichukua zaidi ya dakika 30 kwa mabaharia na wafanyakazi wengine wa meli kufungua na kushusha lifeboat ndani ya maji, kwa kuwa mafunzo hayakuwa yamefanyika. Lakini hata abiria walikuwa hawana uelewa wafanye nini kuweza kujiokoa. Baadhi ya watu pia wanamlaumu Captain Smith kwa kuruhusu awamu ya kwanza ya lifeboat kuondoka zikiwa na abiria nusu. Baadhi zilipakia abiria 27 badala ya 65. Mwaka 2012 utafiti ulibainisha kuwa Captain Smith alifeli interview yake ya kwanza ya wanamaji. Ghafla akapasi. Nani anayejua? Inawezekana hili lilipelekea kuzama kwa meli ya Titanic. Meli ya Titanic ilivyokuwa inazama ilirusha fataki angani za dharura kuomba msaada, lakini meli ya California iliyokuwa maeneo ya karibu ilipuuzia fataki hizo. Baadaye captain wa meli ya California alifukuzwa kazi kwa kutotoa msaada wa haraka katika meli ya Titanic. Baada ya hili kugundulika, tafiti za hivi karibuni zaidi zinaonyesha hakuwa na kosa, kwani fataki zile hazikuonekana kirahisi kutokana na uwepo wa uwakisaji wa mwanga, yaani light reflection. Je, kipi hasa kilipelekea kuzama kwa meli ya Titanic? Spidi kubwa kuliko uwezo wa meli yenyewe, uwepo wa iceberg ama mwamba wa barafu baharini, kusahaulika kwa darubini katika meli, ama moto? Chochote kati ya hivi kimepelekea vifo vya zaidi ya watu 1500. Unaamini kipi kilikuwa sahihi, ama kipi kilisababisha meli ya Titanic iweze kuzama? Je, makala hii imefungua uelewa wako na udadisi zaidi wa uzamaji wa meli ya Titanic? Kama ndivyo, tafadhali bonyeza like, lakini pia subscribe kwenye channel zetu za Elimu Yetu Leo kwenye Instagram pamoja na YouTube, lakini pia share ujumbe huu na watu wengine waweze kunufaika. Asante.